mimi nisiwe na mengi sasa, nimwachie mgeni kutoka Tunduma. Amen. Wangapi wanayo furaha? Tunaye mgeni hapa. Ni kijana wetu, ni mtoto wetu. Mimi nashukuru Mungu wakiwa wadogo sana leo hivi. Bwana amewaita, tunashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni mchungaji, tunashukuru Mungu sana kwa kijana huyu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunashukuru sana kwamba Bwana amemwita na anamtumikia Mungu akiwa kijana. Haleluya. Labda Mike atumia hii. Nikukaribishe bwana. Karibu. Amen. Haleluya. Hey. Mogonie bandu bakia. Watasema napendelea wakinga mapembe. Amen. Ili bonde kuna kabila lingine linaitwa Sangu. Cha kwako. Lakini Kisana kinaendana na Kibena. Kamwene. Kuna Wanyao, Makata. Mungu awabariki sana. Tukae. Tukiwa tumekaa hivyo tutaabudu, tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, tumekaa hivyo. Wakuabudiwa, wakupewa sifa ni wewe. Wakuabudiwa, wakupewa sifa ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wewe Yesu, simba wa Yuda, leo tumetulia chini ya mkono wako kukusikiliza unasema nini na sisi. Tunakutukuza kwa uzima huu uliotupa, ni muda mzuri, tunanyenyekea chini ya mkono wako. Tuko ibadani, lakini tunaogopa kufunga simu zetu kwa sababu kuna watu tunawadai huko kwamba wakipiga simu zetu tukimbie tukachukua pesa yetu. Sasa Mungu, mimi nimekualika, nenda kamata hela zetu kule, ili hawa watu tunaowadai baada ya ibada waje watupe hela zetu. Sisi tunakwenda kufunga simu zetu sasa. Simama mwenyewe Mungu, tunakuamini na kukuheshimu katika jina la Yesu. Mimi sina cha kusema na watu hawa, lakini wewe unacho cha kusema na watu hawa. Roho Mtakatifu niungamanishe na kundi hili katika jina la Yesu. Amen. Amen. Simu ambayo inatakiwa iwe wazi ni ya mchungaji tu. Wewe simu yako kama ni simu kubwa weka kandege, lakini kama simu yako ni ndogo funga zima. Haleluya. Kuna wenzetu wasitushinde bwana. Wenzetu wanaanza ibada Ijumaa saa 12 mpaka Jumamosi saa 12. Siwasemi ila najua unawafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa kanisa la EAGT huwa najinoma sana, yaani najivuna kwa sababu kwanza nakuwa niko nyumbani. Kinitazama kama mwakatoga nitakukata. Wewe nitazame kama mtumishi wa Mungu. Haleluya.
Maana Biblia inasema awapokeaye ninyi anipokea mimi niliyotuma. Hebu ni mimi nimesimama, ni Mungu amesimama mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Hezroni Teddy. Teddy inakataa. Twende kwenye Biblia. Kwa majina naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Jina la Teddy linakataa, lakini Teddy ndio aliyenitunza miezi 9 tumboni kwake yule mama. Kama mnamfahamu, lakini mimi nazungumza kwa ujasiri kwa sababu kwanza ni lango la familia kati ya watoto 11. Yule mama msimtazame kirahisi rahisi, yaani ni miongoni mwa waasisi wa kanisa la EAGT. Na baba huyu baba, yani mimi asili yangu na imani yangu imetokea kwa mchungaji mmoja anaitwa Joseph Mwaselele. Sasa wale watu yule mchungaji sijaelewa alitumia sana huyu baba, si tukiwa mitoto kule ndani, mtoto mdogo kule ndani ngofana ngosonga, lakini ndio hiyo nazungumza uhalisia wao. Ni baba ambaye alikuwa akifika pale kanisani kwanza tunaanza kufurahi, hajazungumza chochote. Baba, Mungu akubariki sana. Kiukweli nakupenda kutoka moyoni. Mna baba mzuri. Mna baba mzuri. Mna baba mzuri, lazima mjivunie. Baba ambaye amevuka, amepita kwenye makorongo, amepita kwenye vidaraja vile vya hivi, lakini bado amesimama na Yesu wake. Haleluya. Nani anasema na mimi nimerithi tabia ya baba? Nani anasema? Hamna. Natamani tukipita huko tusikie sauti kama Mwambepo. Tukichungulia tunakuta sio Mwambepo, mtu mwingine kabisa. Lazima tukope vya baba. Haleluya. Ndipo Biblia inasema kwamba tunachokitumia sasa, yaani staili tunayotembea nayo sasa, hatujazaliwa nayo, ila ni kopi kutoka kwa baba zetu. Haleluya. Si Biblia inasema ulirithi kutoka kwa nani? Kwa baba. Lakini Biblia inasema kutoka kwa bibi, alafu na kwa mama. Kwa baba asemwi. Halafu mimi nasema Mwakatoga. Kwa nini sema jina la mama? Jamani, mama huyu nani kama mama? Nasema kila siku magari tunabadilisha kila siku. Kesho ilikuwa hivi, kesho yaani wale usafiri ukafuata ule, lakini mgongo wa mama haujawahi badilika. Anabeba mtoto tangu enzi na enzi. Wewe unayedharau mama, wewe au mwawamo, wewe unayedharau mama, wewe kome kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. Mchungaji, yani amenipa kibali mimi leo nisimame hapa. Shetani amekwisha. Yani baada ya ibada na ya jioni utanielewa, alafu vile vinavyokusumbua vitakuwa vimekutoka kabisa. Cha msingi ukae utulie. Wanasema ukiona baba ana muonekano fulani ujue nyuma kuna mama. Yani mimi siko peke yangu, unapenda kuongoza kwa familia yako. Afu mchungaji amesema Tunduma, mchungaji Mwaselele alikuwa Tunduma. Iunga, Ikuti, Mwaselele hayupo, amechukua mtoto. Nikisema mtoto anaitwa David Christopher Mwakanyamala. Yule ndio baba yangu mimi. Tuko Iunga pale kwenye kituo chetu. Hongereni na kazi ya Mungu mnayoifanya mahali hapa. Kwa kweli hamjakosea. Kwaya zimeimba vizuri, lakini kuna siri nyuma ya kizuri tulichokiona. Kwa watu hamwezi kufanya mnapofanyaje kwenye mazoezi kwa watu. Hebu wapongezeni walimu wenu kwanza. Walimu wenu wapongezeni kwanza. Walimu wana kazi. Inawezekana leo wametoa rushwa ili wewe uwepo leo ibadani. Waimbaji wana viburi kweli. Utasikia siti alafu hana sababu. Ukitaka nije Pepsi ya uku, yani uninunulie soda. Mwalimu hana namna, amepambana
amepambana, kwaya zimeimba vizuri kwenye mazoezi mbaya. Kama wewe sio mwimbaji, mimi nasema pole. Sasa wewe mwenzetu sio mwimbaji, sijui una faida gani, unakuwa na faida gani? Labda kuna nyingine ambayo hatuijui. Maana mimi ninachokitambua, hakuna mtu hajaitwa ndani ya kanisa, hakuna. Kila mtu ameitwa, lakini tunawaachia wachungaji, tunawaachia wazee kwamba hili na mzee wa kanisa alafu wewe. Mimi nasema kila siku muulize Mungu, kiara ongorelile nyumba muno. Mnaelewa, kazi za kufanya zipo, kikubwa kuliko vyote. Na wapongeza waliokuja na watu, yani kuna wageni walipo, yani hawa na wapongeza. Anayesema nimebeba mtu nimekuja naye hapa, mimi nampongeza sana, ana akili kuliko mtu mwingine. Nataka nikuulize swali, huko ulikotoka hawapo wa kusema tuvuke tuweze? Wewe kuna uzembe unafanya. Ngoja nikwambie, njia kwanza, hongera na mkutano wa Injili, hongera. Lakini njia sahihi na njia ya bei nafuu kuwafanya watu wamjue Mungu ni nyumba kwa nyumba, kushuhudia. Hamjanielewa? Hamjanielewa? Kuna watu wanateseka kwenye majumba yao, hawakuweza kufika kwenye mkutano wa Injili. Kuna watu wanatamani wamjue Mungu, lakini kwenye mkutano wa Injili wanasema michoro. Michoro, mnajua maana? Hamjui michoro. Hata akifika nasimama kwenye mti kule, michoro. Lakini nyumba kwa nyumba, faida za nyumba kwa nyumba. Kwanza ule msingi asinakuacha kazi yako kwanza, nyumba kwa nyumba. Mungu ataenda kufanya miujiza huko, hata kama kanguvu kako ni kadogo, lakini Mungu atafanya miujiza nyumba kwa nyumba. Kuna nyumba zimeoza, watu wanaugua huko, wanateseka sana, lakini wewe ukawa ukombozi kwenye nyumba hiyo, na kuambia ukoo mzima wataokoka. Hello. Kwenye semina hawa, kwenye mikutano hawa, sasa tunawapata wapi? Wewe utamani bonde lote hili liwe letu. Kuna watu wamejenga makanisa, yani hii kundi wenyewe ndio kwaya, yani kwaya yote. Je, hilo kanisa linakuwa na washirika wangapi? Kwa nini yeye Mungu wangapi? Hamjui hesabu. Hata mchungaji hajui namba ya kanisa, sikutani. Haijui. Akiulizwa huko jimboni huko anapopewa takwimu na mapato ya kanisa, hajui namba ya kanisa lake. Ngoja nikwambie, namba ya kanisa ni zaka. Anayetoa zaka ndio anayemhesabu kule kwamba mimi nina washirika kadhaa. Hutoi zaka mwenzangu, wamepita 15 hapa. Ina maana wengine wiki zima wamepata 0. Sikila nikwambie, kwenye fungu la 10 upangiwi. Yaani ile pesa unayoitoa kwenye mapato yako unarudisha cha Mungu, sio cha mchungaji, cha Mungu. Kwamba kiara ngabile 2000, lakini 200 sio yangu. Wengine hawajui kile kitu. Mungu, nimepata 2000, lakini shilingi 200 sio yangu, ni ya kwako. Ile pesa ni lazima. Malaki 3 kuanzia mstari wa 8 pale soma mpaka 12, inatakiwa hata wa mataifa walete hapa zaka, walete hapa. Ila sadaka ni hiari. Ukitaka pato lako liongezeke, toa sadaka. Tusiende mali. Mama, watoto njoo upite mbele baba. Njoo kwanza. Weka simu, weka hapo hivi. Tazama, niache kamera hapo na wewe njoo. Njoo. Niache hapo hapo. Bwana na wenge. Nimeongozana na watu muhimu sana kwenye maisha yao. Hawa wanasababisha nisitoroke nyumba. Hawa maana baba wengi wanatoroka hata mbingu. Mnakujua mbingu? Sisi hawajai mbingu huko. Mbingu iko Morogoro, sio mbinguni. Mbingu Morogoro, wanatoroka Morogoro. Mara nyingi baba wengi wanatoroka Morogoro, halafu zinakuja maiti. Afu kanisa linaanza kupambana na maiti. Haleluya. Hii ni familia yangu. Huyu mama kama ana kamwili kadogo, lakini ndio mama, ndio mke wangu mimi.
nilioaga Malawi Chitipa. Kwa kama kuna wa Malawi hapa, watu wazima ni shemeji zangu, wengine baba mkwe kama wapo wa Malawi. Lakini wa Malawi jamani wapo sehemu nyingi sana, hata hapa wapo. Unakuta sio chini ya 10 wapo, ila wamejificha. Wapo. Haleluya. Mungu awabariki sana. Wewe Malawi ndio ananitunza. Ndio ananitunza huyu mtoto huyu mimi sina thamani. Sikutaka wenzetu Waislamu wanaamini mwanamke kwa sababu ni kiumbe cha mwisho kabisa kwenye uumbaji. Watu wanasema tonge la mwisho la kuombea mboga. Kwa mwanamke kwa sababu ni wa mwisho kumbwa, hawezi fanana na sisi. Yaani kama sisi ni gari, basi gari la petroli. Afu mwanamke kama ni gari la diesel, yanafanana. Hata show inatofautiana kule ndani, ukiingia na gari la diesel vizuri kule ndani. Kwa ndivyo ilivyo, wanaume na wanawake ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Hebu sema kidogo mwanamke. Asante. Nimesalimia mara ya kwanza na kushika kutoa kubali. Na Mungu awabariki. Karibu sana. Yesu awabariki. Kuongea ni kipaji mwenzangu. Mimi na mama yangu Teddy kiukweli hatufanani na mzee Mungu babangu yule baba hatufanani. Mimi na mama midomo yetu vifuniko vilipotea siku nyingi. Mtuache hivyo hivyo. Ngoja nimpe mwingine aseme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Ongeleni kwa kazi ya Bwana. Majina naitwa Christian Ezron Makatoga, mtoto wa 4 wa Ezron Nyerichike Makatoga. Asanteni kwa kutupokea. Asanteni sana. Haleluya. Miongoni mwa watoto wangu huyu mmoja na yule mdogo aliyebebwa. Nina mtoto mdogo mwenzenu, kidogo kitoto. Hata miezi miwili bado hajamaliza kale, mimi nazaa bado. Ni neema ya Mungu, lakini kuna shida. Kwa sababu kwa nini nimepata yule mwingine? Mungu amepima. Akakundua naweza mimi kutunza. Naweza. Nataka nikwambie kwamba uumbaji wa Mungu haukuishia siku 6 kama tunavyosema. Leo wewe umenunua kanguruwe kamoja umeweka ndani, tunakuwa 10. Wewe ndio umeumba tule. Wewe mliingia 2, wanatoka wengine 3 wangapi? Nini ndio umeumba hawa wengine? Mungu anaendelea kuumba ile kwa namna nyingine. Haleluya. Kuna wewe nakwambia siku Mungu amekupa mwanao huyo mdogo, cha kwanza kabisa tamani huyo mtoto amuishie Mungu. Hivyo wenzetu Waislamu, mtoto akishazaliwa, kakizaliwa kale katoto kadogo tu bado kakizaliwa, anakasemea sikioni. Anasemea, kuna kitu kinaitwa azana, anakasemea sikio. Yaani hicho ndio anaanza kuandika ukurasa wa mtoto. Sisi tunafanya yapi? Yetu mrema, yaani mijinga, yana fake kwa watoto limefeli form 4. Mtoto wakati mwingine utalidaitika na angalia yaani jinga. Mitoto ya kwetu sisi. Ndio hivyo. Kwa nini? Kosa la kwanza zaka. Zaka ni ulinzi wa familia zetu. Yaani zaka bwana, yaani ni zaidi ya hizi. Zaka inatunza familia, mitoto inakuwa sawa, baba na mama watakuwa sawa kwa sababu ya zaka. Zaka sio ombi, ni lazima. Ila sadaka ni hiari. Ila zaka jamani siku 3. 200 hiyo kwenye 2000 weka kwenye bahasha leta. Itakuwa siri ya mchungaji. Hamjaelewa? Unajua mchungaji ni baba. Sasa ni baba yupi? Anasema mwanangu huyu ni mvuta bangi hanifai, sio mwanangu tena. Ni baba yupi? Kwa wazazi wanavumilia, tunalipo mwana kumhiji kwa watu tukute mwanangu akamhiji. Lakini unajua ni mwizi. Ukishaingia naye ndani kuna fimbo tunakuwa nazo. Mimi nina mpira wa kuchapia ile mipira ya mashine ile. Ndio nachapia. Kwa mwanangu akigundua kwamba baba anachapa na mpira na bila tuli. Hafanyi hivi. Na mimi ndivyo nimerithi kwa baba. Baba mimi kunguta ni bwana tuloko hapo kwenye mapipa. Yaani napigwa. Alikuwa akikata fimbo, nafikiri fimbo hizo mkachukue watu 10.
Kila mtu bebe za kumtosha kubeba. Ndio nachapa peke yangu na fimbo hizo. Lakini baba akagundua fimbo hazikolei. Katafuta mpira wa mashine za kusaga ule mpira huo. Baba yangu kama na nguvu yule mzee. Yule mzee alikuwa anaweza kusukuma 10 za mkoko kwenye mkokoteni peke yake. Gogo analobeba mimi na ujana usibebi. Yule mzee msimuone vile kama amezeeka hivi. Hamna, ni mpya baba. Ni mpya. Unajua ndani ya Kristo hatuna mambo mengi. Haleluya. Maisha yangu yote nimezaliwa huko. Nimekulia huko. Yaani manangu nimelelewa kwenye familia za kitumishi. Wakina Mwambe kwa. Ndio wazee, ndio waasisi wangu wa kanisa la EAGT. Na wapenda nyie. Hawa miaka ya nyuma haikuwa hivi. Leo rahisi sana, rahisi. Tunapembelezwa zamani walikuwa nayo mpaka ndani ila wasemi. Anaanza kazi ya Mungu kwa ugumu, linainuka kanisa lingine linainua vita. Wanakamatana huyu ndani amemshtaki. Leo kama tumesimama hivi, ni neema. Ni neema. Hawa watu wanataka pongezi. Wakati mwingine beba chochote tupeleke kwake baba ndio wewe aka. Alafu weka mkono kwangu. Hawa Waroma wanaamini Mungu wa mchungaji wao. Hata katikati ya soko anapiga goti anasema baba, huondoki utamke neno kwanza. Huko safarini kwenye biashara zangu utamke neno. Sisi tunafanya hivi kwa watu wenyewe. Tukikutana nao tunaona kama tunakutana na wakijiweni mwenzetu. Baba, wakijiweni mwenzetu. Nataka nikwambie kwamba mchungaji akiwepo hapa hayupo kwa bahati mbaya. Mtazame kama Mungu mwenyewe. Kivipi? Wakati Mungu hafanyi kazi na sisi rohoni. Rohoni ni sisi yako wewe na Mungu wako. Mungu anafanya kazi na sisi mwilini kabisa mwilini. Kivipi? Wakati Mungu anatengeneza mazingira ya ukombozi wa wana wa Israeli Misri. Hakuweza kwenda yeye kama yeye. Hakuweza. Kutoka 7 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Kutoka 7:1. Biblia inasema hivi. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe uwe kama Mungu kwa Farao. Yaani aende kama Mungu kwa Farao. Wewe Yohana 1:14 anasema nikafanyika mwili nikakaa kwetu. Yaani Mungu anafanyika mwili kwanza atakaye kwetu. Kumbe tamko la mchungaji, yaani mchungaji akitamka pokea, hatuamini. Yaani mchungaji anasema mwaka huu wa mafanikio kwako, pokea kwamba napokea baba, itakuwa hivyo. Anakuwa ni Mungu mwenyewe amesema. Bila haujui wewe hushituki, anasema hata kumnyosha kidole huruhusiwi. Yaani unaponyosha kidole kwa mchungaji wako, Mungu anaona unamnyoshia yeye. Nataka nikwambie, somo hili linasema hivi. Namna ya kurejea kwenye asili yako. Namna ya kurejea kwenye asili yako. Walimu wa Sunday school, tulieni mtulie. Tena akili zikae hapa, maana mtaendelea hivyo hivyo mnapofanya. Leo nimewaletea somo kwa mafunuo mapya kabisa mapya. Huenda mjai kulisikia popote. Kweli na uhakika. Kama mlilisikia lakini sio kwa mafunuo haya nitakayokuambia mimi leo. Nitasoma vitabu vile vile nilivyosomewa kila siku. Lakini namna ambavyo nitalitafsiri hilo neno kupitia Roho Mtakatifu halitafanana na siku zingine. Haleluya. Tunaanza na kitabu cha Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Kwanza haina haja kufungua Biblia yako, ilishasomewa sana. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia ndio imesomewa. Lakini unajua maana yake unajua tu mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba nchi. Kwanza lazima ujue mwanzo maana yake nini? Mwanzo maana yake ni kwa Kiswahili mwanzo ni mwanzo. Lakini kwa Kiingereza mwanzo maana yake ni Genesis ya Biblia sasa hiyo ni ya kiroho na mimi nitatafsiri sana kiroho. Hiyo Genesis ndio tunayoitaka. Hataki mwanzo kama mwanzo. Mwanzo kama mwanzo ni mwanzo tu hivyo hivyo. Kwa Kiingereza mwanzo ni Biblia sawa. Lakini kwa tafsiri ya kiroho kibiblia ni as Genesis. Genesis maana yake asili. Genesis maana yake original. Genesis maana yake hiyo ndio mwanzo unaizungumza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba. Anazungumza wingi. Aliziumba mbingu na nchi. Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Na unganisha ndio nataka kuunganisha doti ili wewe uelewe. Ufunuo 21 mstari wa kwanza.
Akili ikiwepo sana kwangu itakuwa nzuri. Mimi napenda watu wanaoandika. Biblia hizi tutafunua ili nikae nikusubiri sasa mpaka ufunue, maana tutakesha. Wewe jiandae jioni na maswali. Sasa hivi wewe mwenye kuandika basi atakusimuliaga. Maana Biblia tutafungua muda hamna. Saa 6:11. Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Biblia inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza, mawingi huo, mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, hapana bahari tena. Kinabii bahari ni nini? Bahari ni watu wengi, au bahari ni ulimwengu wenye mafundisho mengi ya uongo umo, ya ukweli umo. Lakini kwa nini ukae baharini? Inabidi uje kufundisha mafundisho ya kweli tu. Haleluya! Ndio patakatifu. Sasa hapa leo hii patakatifu pamekuwa Babeli, pamegeuka kuwa Babeli. Kwa mtu tukimwambia njoo kwa Yesu sasa hivi, maana hatumleti patakatifu, maana pamekuwa Babeli. Inatakiwa tumpeleke patakatifu patakatifu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba uwingu. Mbingu ni nini na nchi ni nini? Je, dunia imetajwa? Kwa unaposoma Biblia usije na Biblia zako zile zingine. Kuna Biblia inaitwa habari njema, usije nayo, utajielewa. Leo utajielewa. Kama na Biblia hiyo ya habari njema ifunike tu. Maana ninachofundisha hapa hakijaandikwa huko. Mwongozo wetu sisi ni kwenye Biblia original, sio kwenye tafsiri ya Biblia. Hamjanielewa? Tafsiri Biblia hii tunayoifahamu. Kuna Biblia inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Hapa sema hivi. Panasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Wewe, Biblia hii inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Je, ipi iko sawa? Sasa hapa ukinielewa utanielewa tu. Mbingu na nchi ni nini? Mbingu ni waumini wanaolisikiza neno la Mungu na kulitunza. Au ni nchi ni ulimwengu wa watu wanaolisikiza neno la Mungu na kulitunza. Hao wanaitwa nchi. Na mbingu ni nini? Mbingu ni Mungu mwenyewe ndani ya ufalme wake. Hamjanielewa? Kwa Mungu, kwa sababu ni roho. Ile roho imeingia kwa mtu, kama tulivyosema Mungu hafanyi kazi na sisi rohoni, mwilini. Tuelewane. Mimi ndio nahubiri hapa lakini napasuka. Naumia nitaka ukiwa maji. Maana yangu mimi ni mwilini tunazungumza hapa. Mbingu ni Mungu mwenyewe ndani ya ufalme wake. Lakini Mungu huyu kama mbingu ni Mungu mwenyewe. Kwa nini anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya? Ina maana kuna mbingu za zamani na nchi ya zamani vipita. Sasa ni wakati wa mbingu mpya na nchi mpya. Kivipi? Kwa kama Mungu ndio mbingu, mbingu zinapitaje? Anasema kwa maana mbingu za kwanza zimekwisha kupita. Kwa ni wakati wa mbingu mpya na nchi mpya. Kwa kama Mungu ndio mbingu, anapitaje? Huyu Mungu huyu, Biblia inasema alikuwepo, yupo, ataendelea kuwepo. Sasa anasemeje zinapita? Kwa nini anasema zinapita? Kwa sababu mbingu kumbe ni Mungu ndani ya watu. Yaani ufalme wake unaongozwa na mbingu ambazo ni mchungaji. Kwa mchungaji ndio Mungu mwenyewe. Pasipo wewe kujua. Anaposema huruhusiwi kumnyoshia kidole, unaponyosha kidole Mungu anasema wananinyosha kidole. Yaani Mungu anajiona yeye, wewe ndio unamnyoshea. Namna ambapo tunaishi kweli, aliyekuja kuweka usawa. Leo tunalala na wachungaji kitanda kimoja, tunakula sahani moja. Leo ni upendo wa Yesu Kristo. Anataka tuweze kuwafikia, tukae karibu na Mungu. Kwa ukikaa na mchungaji wako umekaa na Mungu, ila hujui, ndio maana unaishi kwenye laana mpaka leo. Mwenzangu shituka sasa. Hatukujua. Ndio maana nasema mbingu zinapita. Kwa mchungaji na wewe ambaye anakudharau leo, ipo siku anatamani akusikilize, utakuwa umepita. Mbingu ya kwanza ilipita na Adamu. Adamu ndio mwanadamu wa kwanza
mwanadamu wa kwanza kufanya nini? Halo? Ni mama kuumbwa kivipi? Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho, sio kimwili. Kimwili tuliumbwa wote kwa wakati mmoja. Huwezi kuwa kiongozi huna wa kumuongoza. Kwa kipindi kile wakati Mungu anamteua Adamu, mama yake kulikuwa na watu wa kuwaongoza. Sasa mchungaji wetu ni Adamu sasa, ambaye Mungu amemteua kwamba huyu anaweza kunisimamia mimi, kwamba Adamu ni mwanadamu wa kwanza Mungu kuweka sheria yake ndani ya Adamu, kwamba mwanadamu yoyote afuate sheria ya Mungu kupitia nani? Adamu. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa kimwili, ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho. Nataka nikufungue kidogo shida. Hata tunaposoma Biblia tunasoma tu, inafika mahali unakuta chali hujaelewa. Biblia nzima ina sura hii moja. Sura ya pili unasoma kidogo, utakuwa umesoma Biblia yote. Na hapo hebu pangike, maana ni muhimu sana hapa. Pata kufanya usirudie makosa. Tunachanganya makosa kwa namna hii. Mwanzo sura ya kwanza, nitarudi nyuma. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Biblia inasema hivi: Mungu akamuumba mwanaume. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Mwanzo 1:27. Mwanzo 2:18 anasema akaona si vema wawe peke yake. Sasa lazima ushike. Kwa nini huko anasema ameumba mwanaume na mwanamke, alafu huko anasema kaona si vema wawe peke yake? Nataka nikuulize swali. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 na Mwanzo sura ya pili mstari wa 18, ipi iko mbele ya mwenzi? Ipi imetangulia? Sura ya kwanza. Kwa nini huku mbele kama inaanza upya? Huku mbele anasema si vema wawe peke yake. Wewe mbona huko amesema ameumba mwanaume na mwanamke, alafu anasema si vema wawe peke yake? Basi ukisoma Biblia kwa mtiririko huo utaielewa. Biblia nzima ina sura moja tu ambayo ni Mwanzo sura ya kwanza. Unasoma yote mpaka 31. Unaenda sura ya pili unasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Utakuwa umesoma Biblia yote Mwanzo mpaka sio mpaka Ufunuo. Biblia nzima ina vitabu vingapi? 66. Utakuwa umesoma vitabu vyote 65 ukisoma. Ufunuo wa Yohana ina sura moja tu. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Utakuwa umesoma Ufunuo 1, yaani Ufunuo sura ya kwanza mpaka 22. Biblia ni msitu mnene kweli. Biblia ilivyo ina uhai uliovuviwa kwa nguvu ya Mungu mwenyewe. Na ndio maana ukisoma leo akurudia kusoma, hutafundisha kama ulivyosoma sasa hivi. Kwa neno la Mungu ni chache tu, lakini lenye utukufu nini mwingi. Kwa Biblia nzima ili uielewe, soma kwa hatua. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8 utakuwa umesoma Ufunuo nzima, Ufunuo yote. Pale tunasema Ufunuo wa Yohana aliopewa na Mungu aonyesha utumwa wake mama ambaye kwamba anarudi kwa kopesi. Na akatuma kwa mkono wake kumwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Tatu, tunasema hili asomaye na wao wasikie maneno ya nabii huyu na kuyashika yani kwa Mungu kama wakati ukaribu. Sura ya 4 anasema mstari wa 4 anasema Yohana kwa yale makanisa sasa kuishi. Kwanza muda haunitoshi. Ila tuelewane. Ufunuo ukitaka kusoma Ufunuo yote, soma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ule ni ufupisho wa Biblia nzima. Yaani wa Ufunuo nzima ukisoma hapo ni kwamba unasoma yaliyomo. Kwa sababu pale hutapaelewa, unakuja kutafsiriwa mbele. Yaani unatafuniwa huko mbele ili uelewe Mungu anataka nini. Haleluya. Amen. Mwanadamu huyu wa sasa hivi yupo kwenye nyakati za Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Tuko hapo sasa. Tuko hapo. Tunaenda kumaliza sura ya mstari ile mstari wa 56, yaani ile sura ya 56 au kile kitabu cha 66 tunaenda kumaliza. Vitabu vinne tu. Wala bihaki sasa ipo siku tamani kutuona tena, maana dunia kutajaa kiza. Bado mistari minne tu.
Ufunuo 19:20-21. Basi Biblia inafunika. Kwa nini nasema Mwanzo? Hebu naomba tuseme kidogo, tusome kidogo. Nani ana haraka usiji? Anaweza kunisomea haraka Mwanzo sura, tuanze Mwanzo sura 31. Mwanzo 1:31. Tuanze hapo. Mpeni maiki huyu mtu ambaye ndiye tunasomea. Sio mkasema naleta vya kwangu maana amchelewi, unasikia huyu mtu ana matango mwitu, mnasema anakuja kutulisha matango mwitu. Tulijue neno la Mungu, turudi kwenye hekima. Watu hawataacha uzinzi kama hawatajua sheria ya Mungu. Mtu anayejua sheria ya Mungu anakaa unyenyekevu wa kimungu, hawezi kuwa mzinzi. Lakini tunakemea uzinzi tu. Uzinzi huwezi kutoka kama mtu hajui Mungu, hawezi kutoka. Piga kelele kila siku. Mtu mwenye Mungu anakuwa na hofu na kibaya atakifanya. Kila dhambi ilianzia ndani, nje ni matokeo. Je, tudili na matokeo au tutengeneze ndani? Ndani. Haleluya. Hebu mpe mtu wa maiki asome mara moja hapo, tutafsiri vizuri hapo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 31. Amina. Biblia inasema, amen, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Simama hapo, simama hivyo. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Ya sita. Hey. Hapo sawa. Unajua maana ya ikawa jioni, ikawa asubuhi? Unajua maana yake? Mwenzangu, kibiblia siku ina masaa mangapi? Masaa ya kawaida yako mangapi? 12. Kiserikali masaa yako mangapi kwa siku? 24. Hapa ukiwa tulia hivyo. Mwanzo 92 mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Hapa nje na somo. Inasema hivi. Siku moja ni sawa na miaka 1000. Ni sawa na siku inapoisha, manake inapoanza asubuhi inaisha jioni. Tena nasema ni sawa na kesha na usiku mmoja. Sasa unaweza kujiuliza, kivipi hapa? Kwamba kumbe tunavyohesabu sisi siku Mungu anavyohesabu. Mungu hahesabu tunavyohesabu sisi. Nataka nikuelekeze. Masaa ya asubuhi 12 mpaka saa 12 jioni tunaangalia saa, kwa sababu tunakuwa macho. Je, usiku ukilala unaangalia masaa, unakuta kumekuja. Kumbe ni sawa na kufumba na kufungua. Kwa Mungu hahesabu, yaani Mungu yuko nje na muda. Ikawa asubuhi, ikawa jioni. Hilo ni fumbo. Siku ya sita ambayo Mungu ameshamaliza uumbaji wa watu. Wanasema akapumzika. Anapumzika nini? Maana Mungu anachoka. Alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Mungu malize kazi unazipanga toka asubuhi, maliza kuzifanya. Kazi nyingine hamna, unaacha. Labda kwa sababu ni binadamu tunapumzika. Lakini kama kazi imeisha unaacha. Lakini ingekuwepo ungeendelea nayo. Kwa Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Baba, twende sura ya 2. Sura ya 2. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Amen. Endelea. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Sasa huu mstari wa 4 ndio unafunga Biblia nzima. Leo tutakuwa tumesoma Mwanzo, tutakuwa tumesoma vitabu vyote 65. Akimaliza mstari huu. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi, maana yake ni kwamba hapa ni utangulizi, yaani ufafanuzi wote, kwa sababu hautauelewa. Huku mbele ni historia. Kuna eleza sasa kwamba Mungu aliumbaje hapa, alifanyaje hapa, na
ndio maana huku Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 anasema Mungu aliumba mwanaume na alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba. 2:18 anasema si vyema wawe peke yake. Kumbe kwenye kule kunasimulia Mungu alianza nani kuumba huku. Maana huku mbele ni historia, alafu hapa ni uhalisia. Kwa wenye uhalisia hatuelewi, ndio maana kuna migongano mingi sana. Huyu anafundisha hiki, huyu kumbe kwanza tujue namna ya kusoma kwa vituo. Nataka nikupe mfumo mmoja. Biblia, kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kwa kodi maalum, kwa sababu ni kitabu ambacho kimekamata maisha ya mwanadamu ya milele, ya uzima wa milele wa mwanadamu. Kitabu cha Ufunuo, kwa kile kitabu ukisoma Ufunuo sura ya kwanza mpaka 22 hutakielewa tena. Kimeandikwa kwa kodi maalum. Baba, hebu malizia hapa kwanza jamani. Biblia ni nzuri sana. Hata ukijua Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa. Mstari ngapi? 3. Sawa, ameurudia huo. Msikize vizuri sana. Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Amen. Mungu alifanya nini? Alistarehe. Yaani anakifurahia au anaifurahia kazi aliyoifanya. Unajua mpaka Mungu anafurahia, kwanza ilikuwa kila anachokitengeneza anarudi nyuma kwanza, anakichunguza. Wapi pamekosewa? Anarudi kurekebisha. Alafu anarudi nyuma, anachunguza tena, anasema kila kitu ni chema. Ina maana ameshakikagua kugundua ni chema. Nataka nikwambie hata wewe jukumu ulipewa na Mungu sio ulipozaliwa. Kabla haujazaliwa una box zima la vifaa vyako katika maisha yako ya mwili na ya roho. Ndio maana Biblia inasema kwenye Ufunuo sura 12 mstari wa 7 anasema joka, yani malaika wa kiza manake na malaika wa Mungu wanagombania nini? Wanagombania na wewe. Yaani shetani ananyang'anya vifaa ulivyo navyo vinapokufanya. Unajua ukiwa na shida kwenye familia yako huwezi kutafuta. Kwa hivyo ndivyo shetani anavichukua. Akishavichukua hivyo huna uwezo wa kusimama mwenyewe. Tayari huna nguvu, hauna uwezo wa kumnyenyekea Mungu tena. Na ndio maana shetani ili alipate kanisa anapiga washirika. Anapiga washirika kwanza, anapiga mchungaji. Maana yake uhai wa kanisa ni wewe. Shetani akipiga shida, akisababisha ukata kwenye maisha yako, kinachofuata watoto wa mchungaji wawili wanafukuzwa ada. Wakishafukuzwa ada watoto wa mchungaji, wanaenda wale watu wanajua, tutajifunza vizuri baadaye usikose mwenzangu. Kuna vitu vizuri kweli. Kinachofanyika pale sasa, shetani anachokifanya anaenda kwa mchungaji. Zile roho anajua anaingia kwa mtu ambaye ni rafiki yake. Ni mtu wako. Yaani ni mtu ambaye anaenda kwa mchungaji. Pole baba. Yaani wanakebei. Kuna namna nyuma ya hapo wewe huelewi. Kama michawi inavyofanya. Michawi, unajua mchawi alivyo. Tunao kanisani, wengine ni waganga, wengine wachawi, wengine washiriki. Tunao wanachokifanya, ile roho wanaacha kule, anakuja kiwa safi. Na huyu mtu kiukweli, hata ungemchunguza, kuna namba wanazitumia. Hizi namba ni mkataba baina yake na shetani. Kivipi? Wanapewa namba ambazo ukimtazama huku unaona nuru, lakini nyuma ya nuru kuna kimya. Kwa hata mchawi mwenzie anaona nuru kwa huyu mtu, hawezi kujua kama ni mchawi. Kuna viti kwenye mabasi, mkichunguza kuna kiti hakijawekwa kwenye mabasi. Ile namba ni namba ya shetani, haijawekwa ili fumbo ili kuna fumbo hapa. Ile namba hizo ni 9, hizo namba ni 3, hizo namba ni 11. Hizo namba hizo ni yani nuru mbele ukitazama huko, alafu nyuma ni giza. Ndio maana wakija wachungaji kutoka sehemu mbali tunaacha ibada, hatuwajui,
tumeenda tumeacha ibada, inaleta uchungu na huzuni kwamba Mungu wa mchungaji wetu ni dhaifu, ila Mungu wa yule ndio sawa. Kama tungejua yule mtu, hata ungemchunguza utagundua kama ana giza nyuma ya nuru. Ukimtazama kama nuru tu, lakini nyuma ya nuru kuna giza, ana mkataba baina yake na shetani. Nataka nikwambie, shetani na Mungu mamlaka zao zinafanana tu kwa namna hii, unielewe. Yesu ana nguvu kuliko shetani. Yaani kwa mtazamo shetani alivyo, hebu Biblia inasema shetani anaunguruma kama simba, alafu anafanyaje? Anakuja na tumeze. Biblia inasema Yesu ni simba wa kabila. Hebu zinatofautiana hizi, ila moja itatumika katika giza kwenye uharibifu, alafu nyingine itatumika katika roho. Nataka nikwambie, shetani na Mungu, yani shetani na Yesu walivyo, kuna vitu vitatu. Wewe umekaa hapa, shetani amekaa hapa, Yesu amekaa hapa. Hawa watu hawa wawili, hakuna mwenye mamlaka ya kukusogelea wewe ila wewe uamue. Maana Biblia inasema ninyi ndani yangu. Na shetani hivyo ndio anasema ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Na ndio maana kwa sababu zile ni roho, kwa lazima ziingie kwa mtu. Anaweza kawa mkeo, anaweza kawa watoto. Kwa mfano hizi simu, kwani nimesema zima simu, nimeanza na hiyo. Chungaji, kuna watu wanabeti muda wa ibada. Anainama na simu, anabeti, wanabeti. Wanabeti, tena wanajifariji, mpaka wachungaji wanabeti. Alafu wanajifariji, wanasema hivi, hii ya kubeti imehalalishwa kiserikali. Ni kweli, unapoweka hela yako kwenye kikafu, yani kwamba naweka hii ili ni beti, serikali inachukua chake mapema. Ndio maana ninapiga hela serikali. Tena ukishakula zile hela, serikali inachukua chake mapema, ndio ni chako hapo kinakufikia. Ndio maana inahalalisha hapo, inapata pesa. Lakini nini maana ya kamari? Ile ni kamari, yani kubeti ni kamari kama kamari zingine. Mimi nasema kasi kamari na uzinzi zinaishi pamoja. Uzinzi, wanaume wazinzi, hata kama na wanawake 10 wakipangwa hapa, wamwambie chagua mmoja, hata kama ni hiari kweli kuchagua mmoja, litasimama hapa, litaangalia wa kwanza. Hawa ni wa kupunguza, haoni maana utofauti wao. Yeye ndio faraja kwamba huyu ni mdhaifu hapa, lakini hapa anapatiaga wewe. Ni pepo kamili. Nasema kila siku kwamba kile kinachokuzuia usihudhurie ibada, hakuna siku kitakuachilia uanze kupenda ibada. Hakuna siku. Amua wewe kwamba Mungu, mimi naamua kukuishia wewe, itakuwa hivyo. Haleluya. Itakuwa hivyo. Sisi hatupo hapa kwa bahati mbaya. Tupo maeneo ya kidai, yani tupo ndani ya ufalme wa Mungu. Ndio mahali tulipoumbiwa. Wakati Mungu amemaliza kutuumbia hapa, yani hapa ndio kwenye bustani ya Edeni. Hapa ndio kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hapa ndani Mungu amemaliza uumbaji wote. Sasa Mungu kwa sababu ni roho, inabidi aweke mtu asimamie majukumu ya Mungu. Kamchagua Adamu. Leo hii amemchagua mchungaji wetu Mwambepo ili ndani ya ufalme wake nchi ziendelee kuishi. Kwa nini anasema aliziumba mbingu na nchi? Leo mimi nahubiri, hii imetoka wapi? Wakina Mwambepo walitengeneza mbingu. Kwa Mungu ameamua kunitumia leo kama mbingu. Haleluya. Kama Mungu mwenyewe. Hapana, kwa Mungu ni kuzuri kiukweli. Kwa Mungu ni kuzuri sana. Mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa kwa mama. Nimemsumbua. Yaani mama nimemsumbua kwa kweli. Unajua mamangu mimi mpaka leo ananiona kama katoto kadogo. Yaani ananipenda mpaka imepitiliza. Ingalie mama Nguisa na baba wanaacha shughuli zao zote, mtoto wetu anakuwa. Je, ndivyo wanavyofanya kwa wadogo zangu hivyo kweli? Yaani mama anakuta amenifichia kitu, anasema hata mwanangu wenzio hawajui. Yaani anakugundua mama, na mimi nimpe nini huyu mama huyu, nimpe nini? Lakini kwa upendo alionionyesha. Sina cha kumrudishia mama. Yaani nazungumza kutoka
kutoka moyoni, mama yangu ameteseka sana, ameteseka sana kwa ajili yangu. Hata wewe nasema heshimu sana mama yangu. Kuvaa vitenge lakini wewe upate chumvi. Hakuvaa wakati mwingine alipewa hela ya kuku na baba yako, lakini hakununua kuku, peleka hospitali. Tuheshimu watu na wanapitia mengi kwa kina mama. Mama huyu ambaye unamdharau wewe, mtoto ukikaa kwenye tumbo lake, ule mfumo wake wa kwanza kufa, unaondoka unakaa pembeni. Mwili wa mama unatengeneza mwili mpya utakaoishi watu watatu. Mtu wa kwanza kabisa ni yeye mwenyewe mama, na mtu wa pili mtoto aliye tumboni kwake, mtu wa tatu ni mume wake. Mtoto ukiwa kwenye tumbo la mama, ufahamu wa mama unamkopi baba 40% mpaka 60%. Mama anakuwa na tabia za mumewe 40% mpaka 60%, lakini wakina baba nadharau wake zenu, nadharau wake zenu. Ndio maana unakuta mama amefanya vitu vingine vya ovyo. Kwa nini mama amefanya hivi? Sio yeye, yaani yeye huyu mama huyu inatakiwa kuonewa huruma tu. Ndio maana ana moyo wa kusamehe. Hata ukifanya kitu tunakuta baada ya siku ile anasamehe, kwa sababu aliyefanya mwanzo hakuwa yeye, ila mfumo wake umeharibiwa na wewe baba. Hakuwa hivyo. Inafika mahali unaiconvert sura ya mkeo, unaona mke wako hafai, unaweka sura ya mwanamke mwingine kwa muda kwenye sura ya mkeo, unasema mke wangu angekuwa kama huyu. Usisahau kwamba hivyo wewe ndio umemharibu. Kabla hujamuoa alikuwa mwanamke mzuri, aliyekaa vizuri, mwenye mwendo mzuri, lakini baada ya kuzaa mwili wake umebadilika. Unaanza kumwona hana thamani tena, hana thamani tena. Yaani Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Tukiweka hii heshima kwa wamama, na wamama watakubali kusimama kwenye nafasi zao, alafu maisha yataendelea sawa sawa. Kwa kumbe kuvurugika kwa mama ni sisi wanaume tumesababisha, kuondoa mfumo halisi kwao kwenye fikra. Tumesababisha sisi wenyewe hawatuamini tena wanawake. Ndio maana siku ukisema leo ni wahi kurudi nyumbani kwa mke wangu, mke wako anasema mume wangu leo hujapita kwa wapenzi wako. Yaani hakuamini kabisa. Lakini umewahi kurudi nyumbani, anasema leo hujapita kwa wapenzi wako mume wangu. Kesho kichelewa anasema ulikuwa kwa wapenzi wako mume wangu. Yaani hakuamini. Kesho kutu kimtoa auti anasema mume wangu. Ndipo napokujaga na wapenzi wako huku. Nionyeshe mke mwenzangu, ni mtu fahamiane. Nani amemvuruga huyu mama? Hakuamini. Hakuamini tena. Tengeneza mazingira ya kuaminika. Haleluya. Inawezekana kabisa. Ni vitu vidogo ambavyo kina mama wanavihitaji. Ni vidogo sana. Ni vidogo sana. Hata ungepeleka marundo ya vitenge kwa kosa ulilomfanyia, hata kusamehe kweli kweli. Lakini fanya kile ambacho unahisi hiki kosa langu lilianzia hapa. Rudi kwenye kosa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5, sura ya 2 mstari wa 5, Biblia inasema basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali yako. Kinara maana yake ni kile kinachomburudisha mwenzio ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana hatufanani. Kile ulicho nacho ni Mungu amekiweka ili kiwe faraja kwa mwingine. Wewe ukifanya kitu, mimi nainuka kule, naanza kumtafakari Mungu vizuri kule kwa sababu yake, lakini unajivuna nacho hicho. Nimesema rushwa imetolewa na mwalimu. Wewe leo ufike hapa, lakini nikwambie hicho unachotuburudisha nacho sisi huko ni Mungu amekiweka ndani yako. Anasema kumbuka ni wapi ulipotoka. Kwa anasema hicho kinara Mungu atakitoa. Akikitoa utabaki kuwa mkavu. Ujiandae, baadaye nitakusomea vifungu ambavyo Biblia moja mpya inatoka. Hiyo Biblia iliyotoka mpya, hivyo vitabu vimenyofolewa vya ushindi.
Yaani naomba kama tulivyo tufike, ikiwezekana tukaalike na wengine. Tufike hapa. Alafu jifunze kuja na mtu. Yaani unapoandaa siku za Jumapili, tafuta mtu. Ukitaka baraka, tafuta mtu. Maana Biblia inasema mtu usiozaa anauondoka. Tumia hata pesa, mlipie bodaboda au mpe 2,000 ya samaki pale, mwambie nikupa na 2,000. Twende mama nuku. Alafu wakati huo umerudi umetoka chumbani kwako kwanza. Mungu wewe, nataka mama fulani akujue wewe. Naenda sasa, ila wewe ukawe sauti. Hata kata kwa namna yoyote, hata kata mimi nakupa mbinu. Hata kata. Unafikiri kanisa hili ni kubwa? Tufunike mara 5 ya hapa, tufunike. Watu wajaje kushanga. Unajua panapokuwa na wengi ndipo watu wanakuja. Pana nini pale? Hapa pasiwe Babeli. Hapa pawe mlima wa wokovu. Pawe mlima wa makimbilio kwa matendo yetu. Kama kuna watu wameokoka juzi kwenye mkutano, wewe mwenyeji kuwa mwalimu mzuri kwake. Mathayo 28 mstari wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa nani? Kuwa wanafunzi sio wa Kristo. Kuwa wanafunzi wako. Wanafunzi wako. Anasema basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Hajasema wanafunzi wa Yesu. 20 anasema tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Hamjanielewa. Enendeni kwa mataifa enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana, sio na la Mwana, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. 20 nasema mkawafundishe yale, tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Haya, anayefundisha si ni wewe? Anayefundisha si ni mwanafunzi? Je, mwanafunzi wa Yesu au wako? Maana Yesu anasema tukawafanya wanafunzi, alafu tuwafundishe kwa jina la Kristo Yesu. Haleluya. Tunawafundishaje? Matendo yetu. Akiokoka mgeni anaanza kuangalia, aha, ndio maisha haya. Maana hajui kumbe wewe ni mwalimu mbaya, unampitisha njia zisizofaa kwa matendo yako. Nimesema mwilini kwako kuna tangaza Yesu wa kweli ndani yako. Kabla tuseme tufunge, asome mstari ule uliobakia wa mwisho na ufunga Biblia, afu nitakutafsiri vizuri baadaye. Soma mstari wa 4 huo ndio unaofungia Biblia huo. Nasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Amen. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi siku ile zilipoumbwa. Je, kuna kinachoendelea? Baadaye nitakutafunia vizuri mbele kwamba ukianza kusoma sura ya 2 Mwanzo kuanzia mstari wa 5 unasoma historia. Huku nyuma tulisoma uhalisia. Huku mbele unasoma historia. Ndio inaanza kurudia yote yaliyopo huku, yote atarudiwa huku mbele, yote yaliyopo huku. Mungu awabariki. Tusimame. Hakuna kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna Yeah.
ibada ya jioni muje na wenye shida mbalimbali, tutakuwa na maombi na maombezi ajili yao. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, wewe ni mwema. Tunyenyekea chini ya mkono wetu kwako, maana unajua mapungufu yetu, unajua shida, unajua tunayopitia. Hatupendi kuishi maisha haya, hatupendi, lakini shetani analeta shida kwenye maisha yetu. Nafika mahali tunaamini kule, lakini sio kwako, wakati wewe ndio umeumba vyote. Tusamehe Yesu, tunatubu kwako, neno lako liendelee kutufundisha, tuendelee kukujua wewe kwa jina la Yesu. Asante kwa mchungaji wetu Baba, beba maono Mungu, kupitia yeye Ibonde watu wote wakakujue wewe, kupitia washirika hawa watu wote wakakujue wewe, maana shida na nia ya moyo wetu wewe unaijua. Haiwezi kuwa bure sadaka hii ya kuhudhuria hapa ipite bure, haiwezi kuwa. Kazikomboe familia zetu, maana watoto wetu wengine wanavuta bangi, wanafanya vitu vya ovyo, wanaturudi kutuibia sisi wenyewe wazazi. Hatupendi Yesu, kwa sadaka hii kuhudhuria hemani mwako ikawe ukombozi wa familia zetu, ukoo wetu, watoto wetu, wajukuu wetu, katika jina lako, amen. Yesu akubariki sana. Karibu baba. Makofi mengi kwa ajili ya maneno ya Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye amesema nasi asubuhi ya leo. Haleluya. Amini umejifunza kitu hapo. Haleluya. Nasi kama nilivyosema jioni usikose. Tutakuwa tunaanza ibada zetu saa 9. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wenye shida wote basi jiandae kwenye ibada hii ya jioni. Amen. Tusimame basi.